أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha tena katika ukumbi wetu huu leo, kama ilivyo kila siku ya Alhamisi. Tunakutana kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu katika dini yetu hii, na leo tutakumbushana sura ya 62 kwa utaratibu wa mashaf, Suratul Jumua. Suratul Jumua ni sura mashuhuri inazosomwa na inatakiwa isomwe katika miongoni mwa mapendekezo ya sura za kusoma siku ya Ijumaa katika swala ya Ijumaa, raka ya kwanza na raka ya pili kusoma Suratul Munafiqun. Ingawa imamu wetu wanakuwa wazingatii swala, hatusemi kwamba haiko sawa. Sura zilizopendekeza katika swala ya Ijumaa ni Suratul Jumaa raka ya kwanza, raka ya pili Suratul Munafiqun, ama Sabbihisma na Suratul Ghashiyah. Lau kama maimamu wataweza kuimanage na kuimaintain hivyo, itakuwa wamefanya jambo kubwa kabisa. Lakini siku hizi imezoeleka sura zinazosoma pengine ili kuwa ndio ujumbe katika hutuba, basi imamu ndo ataisoma sura hiyo au sura nyingine itakayomjia imamu. Ala kulli hali, Suratul Jumaa ni sura ya 62 katika juzuu ya 3 kwa kuanzia Kullu Rabbin Nas, yani kuanzia juzuu ya 30 kama inavyofahamika ni juzuu ya 3. Kwa hiyo ni sura mashuhuri inayosomwa na ni vizuri tukaweza kujua ujumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaotuelezea na kutukumbusha na kututaka tuweze kuchukua hatua. Sura tamalati suratul karima ala thanai ala Allah, kama ilivyoanza, imeanza kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kuonesha ala madhahiri ni'amihi ala ibadihi, juu ya neema zake za dhahiri anazozitoa kwa waja wake. Miongoni mwa neema hizo, haithu arsala fihim rasulan kariman liyuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, ili apelekea mtume mtukufu mkarimu, mtume bora kabisa, ili apate kuwafundisha kitabu na hikima na busara na maarifa ya kuyaendea mambo, kuwataharisha ili waweze kujiepusha na ushirikina na kila aina ya uchafu wa hisia wa maanawia. Pia sura imekuja kuelezea taubikh ala al-yahudi wa dhammihi liadami amalihim bilkitabi, ikiwa ni makemeo na kuwafedhehesha na kuwananga Mayahudi liadami amalihim bilkitabi, kwa kutufanyia kazi kwao kitabu ambacho walichoteremshiwa, alladhi anzalahu subhanahu wa ta'ala lihidayatihim wa islahi ali, kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni mwongozo kwao na kwa ajili ya manufaa na maslahi yao wao wenyewe, lakini wakakiweka pembeni. Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha kemeo kubwa na kuwananga kwao, na ili sisi sasa tuchukue fundisho, kwa sababu na sisi tumepewa kitabu. Kwa hiyo tusiwe kama wao waliopewa kitabu alafu wakakiweka pembeni. Kwa ufupi, hayo ni sehemu ya machache ya yale ambayo utakayokutana nayo katika sura hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuletee sisi. Sura imeanza kwa kusema yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vinamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala ma fi samawati wa ma fil ardi, vilivyopo mbinguni na vilivyopo ardhini, vyote vilivyopo mbinguni na ardhini. Wenye matatizo ni viumbe wawili tu, ni wanadamu na majini tu basi.
lakini viumbe wote wengine wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fi samawati illa yusabbihu bihamdi rabbi walakin la tafqahuna tasbihahum, hakuna kiumbe chochote kilichopo duniani na mbinguni huko isipokuwa kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Viumbe waliokuwa wakaidi ni wanadamu na majini ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaita thaqalan. Wao pamoja na kuwekewa nyenzo na maelekezo na fawaida za haya yote ambayo yaliyopo, hawayape uzito wa namna yote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala vilivyopo mbinguni na vilivyopo ardhini. Allah ambaye almaliki ni mfalme, ni mfalme, ni mwenye kumiliki vyote vilivyo mbinguni na ardhi, yeye ndo anavimiliki. Kwa hiyo ndo mfalme wa viumbe wote na vyote ambavyo yeye ndo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus, mtakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa mtakatifu. Al-Azizi, mwenye nguvu asiyeshindwa na jambo lolote lile. Al-Hakimi, tena mwenye hikima katika mambo yake, anayafanya mambo yake kwa hikma za hali ya juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quddus, baliku fi tahara, msafi, mtakatifu, aliyeepukana na kila aina ya mapungufu yoyote yale ambayo unaweza kuyafikiria. Lakini pia Al-Azizi alladhi la yaghlibuhu alayhi, hashindwi na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka anafanya chochote anachotaka kufanya kwa wakati anaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna wa kumziwia. Lakini pia Al-Hakim, ni mwenye hikma za hali ya juu katika utendaji wake. Allah subhanahu wa ta'ala anapofanya jambo basi analifanya akiumba, anakiumba kiumbe kwa hikma yake, akiamua jambo litokee kwa hikma yake, kwa namna yake ambayo ninyi wanadamu mkijua msijue, si lazima muijue, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake. Na pengine wewe utakapokujua lililokukuta jambo fulani au lililokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuhukumia jambo fulani, baada ya miaka kadhaa pengine ndo unakuja ukikaa ukijitafakari unasema Allahu akbar, sijui ingekuwaje nilichokuwa na hatika hivi, nilikuwa iwe hivi, lakini Allah akajalia iwe hivi, mpaka wewe mwenyewe unajishangaa namna gani ilivyokuwa. Kwa sababu gani? Bihikamihi, kwa hikima zake Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyofanya mambo yake na uendeshaji wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea hizo ni miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi, na yeye Allah ndiye ambaye kwamba huwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, ndiye ambaye kwamba batha fil ummiyina, amepeleka kwa ummiyina, wale wasiokuwa na sifa, waliokuwa hawajui kusoma kilichoandikwa na kadhalika, walikuwa ummi mpaka anakwenda Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laysa lahum kutubun, wao Arabu hawakuwa na vitabu vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala wapelekea rasulam, amewapelekea mtume, minhum, kutokana na wao wenyewe, sio mtu kutoka mbali. Minhum, miongoni mwa wao wenyewe, katika jamii zao, anayefahamika wazazi wake, familia yake na kukua kwake na kila sifa zake. Hata ile siku amepanda katika Jabali Safa, akawauliza, akawaambia hivi, nikiwaambia nyuma ya huu mlima kuna maadui watakuja kuwavamia, mnasemaje? Mtanikubalia? Kaambia naam. Kwa nini tusikukubalia? Hatujapata kukisikia kwako wewe ukisema uongo, wala sifa ya uongo si katika sifa zako, wala si mwenendo wako. Kaambia basi inni ana nadhiru baina yaday adhabi shadid, mimi ni muonyaji kwenu niliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mbele yangu mimi kinachofuata kwa wale watakao kaidi ni adhabu iumizayo. Kwa hiyo nisikilizeni na nifuateni katika yale nitakayokuwa nawafahamisha na kuwakumbusha muyafanyie kazi. Wakapatikana wale muamini, lakini mtu wake wa karibu kabisa Abu Lahabi akaanza kumfanyia uadui, anambia Ali hadha jamaatana tabalaka, unatusumbua wazee wako na hivi na hivi na hivi, kwa hili ndo unatukusanya kwa jambo hili? Ukaidi tu basi, inadi. Sio kwamba hawajui nafasi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukubwa wake, heshima zake, makuzi yake, adabu zake, wanayafahamu yote, lakini basi tu yale ambayo wao walionayo, ukaidi na kadhalika. Kwa hiyo rasulan minhum, ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, amewaletea mtume miongoni mwa wao, sio wa kutoka mbali.
am lam ta'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah subhanahu wa ta'ala, falam yadabbaru, kwa wani hawazingatia yale ambayo hayawakuwajia wale waliokuwa wametangulia. Lam yaarifu rasulahu fahum lam, au wao hawamjui huyu mtume, kwa hiyo wanakuwa hawamuelewi, fahum lahu munkirun, hafahamiki kwa wao fahum, juu yao wao, lahu, kwa huyu mtume, munkirun, ni kwamba hafahamiki, wanashindwa kumuelewa, hawamjui kweli. Lakini si hivyo tu, bal jaahum bilhaq, umewajia kwa haki, wa aktharuhum lilhaqi karihuna. Tatizo wewe umewajia kwa jambo la haki, na wengi wao haki hawataki kuikubali na nini, na kuifuata. Kwa hiyo sio kwamba hawamjui mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamfahamu vizuri sana na wanamjua makuzi yake. Yatlu alaihim ayati, anawasomea juu yao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, anawasomea waweze kufahamu Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini, nini anakataza, nini anakemea, nini anafanya hivi, nini anaelekeza, fanyeni kazi, anawasomea. Lakini wayuzakihim, na anawasafisha, anawatoharisha minashirki, kutokana na uchafu wa shirki, kuelekea ila tauhidillah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Yutahhiruhum min alkufri ila aliman, anatoharisha kutoka katika ukafiri kawaleta katika imani. Anautoharisha pia minadanasi, na uchafu kaja katika usafi wa yaqini na imani ya hali ya juu kabisa. Yuzakihim, anawasafisha, anawatoharisha. Wa yuallimuhumul kitaba, anawafundisha kitabu Qur'ani, anawasomesha, anawafahamisha waweze kusoma. Wa yuallimuhumul kitaba, anafundisha Qur'an, bilkitabi bimaana alqur'ani, walmuradu bitaalimihi bayanu maanihi wa haqaiqi. Maana Kiarabu kile kusoma wao wanajua, sababu Qur'ani imekuja bil lughati al arabia, kwa lugha ya Kiarabu. Lakini sasa kwa lugha ya Kiarabu sio kwamba pamoja na kuja kwa lugha ya Kiarabu sio kila Mwarabu anaweza kuijua ile Qur'ani, inabidi afahamishwe, afundishwe kama tunavyosoma hivi. Mimi na wewe na yote mwingine anatakiwa aisome, sio kwamba yeye kwa sababu yeye ni Mwarabu, kama ilivyo kwa sio kila Muislamu anaweza akaijua Qur'ani tu hivi kwa sababu eti yeye ni Muislamu. Au hata mtu kwa mfano nyumbani kwake mzee wake ni maalimu wa madrasa anafundisha, anaweza asijue asipojifundisha, kwa sababu lazima usome, lazima usomeshwe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam yuallimuhumul kitaba, yuallimuhum bitaalim bibayani maanihi, anawabainishia maana zake, maana ya Qur'ani, wa haqaiqihi, na hakika yake, wa sharhu akamihi wa awamirihi wa nawahi, na anawashereheshea, akawafahamisha, akawaelekeza, kuwawekea wazi ahkami, hukumu zake, wa awamirihi, na amri zilizokuja katika jambo hilo, wanawahi, na makatazo yale ambayo alikuwa nayo. Ndio maana utaona masahaba ridwanullahi alayhim wanasema ilikuwa wanazifanyia kazi aya 10 kwanza. Zinapoteremka aya wanashughulika na aya 10 kwanza mpaka wazielewe, ndo anahama kutoka kwenye aya zile zilizoteremshwa wakaenda kwenye aya nyingine, wakafanya nini, wakafanya mpaka waelewe. Kwa hiyo alimna, tulikuwa tunajifundisha alilmu, ujuzi, kufahamu, walamal, na pia kufanyia kazi, sio tu kuisoma. Tulikuwa tunajifundisha kwanza ile elimu iliyokuwepo katika hii Qur'ani, lakini pia namna gani ya kufanyia kazi ili tuweze kuingiza katika maisha yetu ya kila siku. Na hivi ndilo lilowapaisha na kuwafanya wawe juu, na sisi pengine tunaweza tukawa tunajua lakini hatufanyii kazi. Maswahaba radhiallahu walikuwa wanaifanyia kazi, hawatoki kwenye aya 10 wakaingia zingine kwanza mpaka wajue hizi aya zinawataka nini na zinawakataza nini, na ndio wanahama wakaenda pana. Ndio maana wakati mwingine wanakuwa na maswali pengine mazito magumu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, itawezekana vipi juu ya aya hii sisi kuishi katika mazingira ya namna hii? Kwa sababu walikuwa lazima ikiteremka aya wahakikishe wanaifanyia kazi. Kwa hiyo wayuallimuhumul kitaba wal hikma, anawafundisha mtume huyo kitabu na hikma, na kama tulivyozungumza, alhikma alilmu nafi, ni elimu yenye manufaa, maarifa yaliyoambatana, almashubi alamali salih, yaliyoambatana na amali njema. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelekeza, anatoa mwongozo, wal adabu, na adabu njema kabisa, namna ya kuwa namna gani, wa asma alkhuluq, na tabia bora namna gani wanavyotakiwa kuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafundisha. Kwa hiyo arsala rasul
Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mtume mkarimu mtukufu, liyaqra alaihim ayatullahi ta'ala, ili apate kuwasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, ayati llahi ta'ala allati anzalaha alaihi, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziteremsha aya hizo kwake yeye mtume sallama, lihidayatihim, kwa ajili ya mwongozo, kuwaongoza, iwe ni dira yao kitabu hicho, wa saadatihim, na wema wao, ili watakapokuwa wamefanyia kazi. Kwanza ni mwongozo, ni mwongozo wa kuwaelekeza nini wafanye, waishi vipi, kitu gani wanatakiwa wafanye, kitu gani wakiache, njia gani wapite, njia gani wafanye nini, wajiepushe. Na watakapofanyia kazi, basi saadati, ndio wanapata wema kwa wale ambao walioifanyia kazi, waamalu bimastamalat alayhi min tawjihati, na wakafanyia kazi yote yaliyokusanywa katika maelekezo na muongozo mbalimbali ambao uliokuja. Kwa hiyo alimuhumul kitaba wa hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya kuja mtume huyu walikuwa hapo katika upotevu wa wazi kabisa, upotevu wa hali ya juu kabisa, kwa sababu hawajui hata njia gani wapite, jambo gani waweze kuliacha, jambo gani waweze kulifanya. Wanajionia jambo wamelikuta katika jamii, limerithiwa, linaendelezwa na wazee, linaendelezwa na jamii na ukoo, na mji na nchi, wanaendelea, watu wanaendelea nayo yale ambayo wanayoyarithi. Kisha Qur'an, thumma bayyana subhanahu wa ta'ala anna risalata rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lan yakuna nafaha maksuran ala almuasirin. Hii si kwa wale tu, kwamba kwa wale aliokuwa nawe mtume sallallahu alayhi wasallam, bali manufaa ya hii Qur'ani ni endelevu na wale watakaokuja hata yeye mtume sallallahu alayhi wasallam atakapokuwa hayupo. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, na wengine iweze kuwasaidia hii Qur'ani, wa akharina, na iweze kuwasaidia na iweze kufanya kazi, bi maana kwa wengine ambao sio hawa ummiyi. Maana imekuja ummiyina, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, lakini sio ummiyina tu wale wa Arabu, wa akharina, na wengine minhum, miongoni mwao, ambao lamma yalhaqu bihim, bado hajakutana nao, lamma yalhaqu bihim, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam hajakutana nao. Na ndio maana utaona hii Qur'ani ajabu, imeteremka pale inawahusu watu wa Maka, lakini imeelezea mambo mengine hata pale Maka hayapo kabisa. Kwa Waarabu hakuna, imekuja kuelezea yanapatikana katika miji na maeneo mengine kabisa. Kwa hiyo hii Qur'ani, uhiya ila hadha alquran, ameteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii Qur'ani, kama zilivyokuja katika sura nyingine, liundhirakum, ili apate kuwaonya ninyi, wa mambalagha. Katika sura nyingine imekuja na itakao wafikia. Katika sura nyingine ni liundhira ummal qura wa man haulaha. Ummal qura ndo baladul amini, Maka pale, na walio nje, wa man haula, nje pamizoni, yani nje ya Maka. Kwa hiyo hii Qur'ani si kwa wao tu, kwamba ukasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina, bana inawahusu ummiyina, sisi sio ummiyina bana, sio Arab. Hapana bana, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, na wengine ambao si katika wale ambao ummiyina, ambao lamma yalhaqu bihim, yeye bado mtume sallallahu alaihi wasallam hajakutana nao, lakini hii Qur'ani amekuja nayo ili iwe muongozo kwao, iwe maelekezo. Wengine wenyewe ndo mimi na wewe na yule na nani, ndo sisi hapa, ndo akharina minhum, ambao hatukukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine walikuwepo hata zama zile za mtume sallallahu, bali miundombinu na mazingira waliokuwa nayo hakuweza kukutana nao mtume sallallahu, lakini Qur'ani ikawa ni muongozo kwao. Lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, kama tulivyofahamisha kule, al-hakim, tena ni mwenye hikima katika mambo yake, kama unavyoona katika sura ya namna hii, kwamba alivyoteremsha hii Qur'ani kwa mtume salama pale Maka, kwa watu wa Maka, wa Arabu, na hivi ndio mtume salama yuko nao, lakini akaiteremsha ikawa inakava kila mtu, inakava katika miji ya baridi, inakava katika miji ya joto, inakava katika miji yenye usiku mrefu, inakava yenye mchana mrefu, inakava. Basi ala kulli hali, kila mtu kwa mujibu wa mazingira alionayo, hii Qur'ani inamgusa na inamuelekeza na inakuwa ni mwongozo juu yake. Kwa hiyo
Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja. Kwa nini hayo? Dhalika fadlullahi utihi man yasha, hizo ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kwenu. Yutihi man yasha, anampa anayemtaka. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa fadhila, anazitoa kwa yeyote yule anayemtaka katika waja wake. Na miongoni mwa fadhila ni kumchagua mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akampa yeye utume, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua, yaalamu haithu yaj'alu risalatahu, yeye anajua kazi yake ya ujumbe. Anapotaka kumtumiliza mtume afikishe ile kazi, anajua nani wa kumpa ili aweze kufikisha ujumbe huo. Kwa hiyo ni miongoni mwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kumteua mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afikishe ujumbe. Lakini pia ni fadhila zake kumchagua mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni fadhila kwetu sisi kutufadhilisha kwa kutuletea mtume ambaye sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi na kumpa mwongozo, likayahdi nasa biidhinihi ila siratil mustaqim, ili apate kuongoza watu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, apate kuongoza watu katika njia iliyonyoka. Hizo ni fadhila zake. Kule kuongoza mtu akaongoka akapita njia sawa sawa ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunapaswa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufadhilisha na kutuongoza kwa kufanya Uislamu. Kwa sababu unaweza ukamkuta mtu mwanadamu kwa kukosa dini anayafanya mambo hata mnyama hawezi kuyafanya mambo hayo. Kiumbe hata pengine mnyama ama kiumbe duni kabisa hawezi kuyafanya mambo hayo. Mwanadamu anapoteza utu, anapoteza heshima, anapoteza kila aina ya akhlaki kwa kuwa amekosa dini, na wala hajali. Kwa sababu tu, kwa nini hajali? Kwa sababu hana dini. Lakini mwenye dini, basi dini inamziwia kuyafanya yale mabaya, kuyafanya machafu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Kwa sababu ya nini? Ya muongozo ambao Allah subhanahu, basi dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala anayompa anayemtaka. Kwa hiyo mimi na wewe na mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala kutupa dini, inafaa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mengi yaliyotukosa na kutuepuka kwa sababu ya dini. Vinginevyo pengine unaweza ukajikuta unatembea huko kama mnyama, unachanganyika na watu kama mnyama, unaongea kama mnyama, kama kiumbe wala si kiumbe. Tunayaona na kuyashuhudia namna gani wanadamu wanavyobadilika, wakawa si watu, si viumbe wa kawaida. Kwa sababu ya kukosa dini wamekuwa wanyama, bali ni wanyama zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala, amtasabu annahum yaqiluna, au nadhani wao wanaelewa na kuyafahamu, ulaika kal an'am, Allah anasema hao ni kama wanyama, bal hum adallu, bali wao ni wabaya zaidi kuliko wanyama. Kwa nini wamekuwa na sifa hiyo? Kwa sababu ya kukosa dini. Kwa hiyo dhalika fadlullahi utihi man yasha, inafaa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufadhilisha sisi, kutupa dini hii tukawa na tabia za kiutu. Kwa hiyo ni juu yetu kuwa wanadamu, kuishi kama wanadamu, kuishi kama watu, tukajipamba na tabia za kiutu, tabia za kibinadamu, kwa kuwa tuna dini, tunajiheshimu kwa kuwa tuna dini, tukajithamini kwa kuwa tuna dini, tukaheshimiana, tukathaminiana kwa kuwa tuna dini. Itakuwa ni ajabu ukamkuta Muislamu tena yeye akaiweka dini pembeni, akawa na tabia za ajabu, akawa na tabia za mnyama. Inakuwa ni ajabu kabisa, ni jambo lisilotegemewa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na atunusuru na tabia hiyo. Mathalul ladhina umilut tawrata, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, anatupa mfano. Tuchukue nafasi sasa, mimi na wewe tupo katika hali gani? Mathalul ladhina umilut tawrata, sifa mwenendo, mfano wa wale ambao walioibeba hii Taurati, wakaisoma, wakaifahamu, thumma lam yahmilu, kisha wasifanyie kazi. Wanajua mwongozo, wanajua maelekezo, hiki kiko hivi, hiki kiko hivi. Wanajua habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zipo katika Taurati, zimeelezwa moja baada ya nyingine. Walikuwa wanakuja wale Mayahudi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza fatwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza, kwani katika kitabu chenu halijazungumza chochote? Wanakuja wanasema halipo. Abdullah bin Salam anamwambia, ya Rasulullah, mwambie atoe mkono huyo. Sababu Abdullah bin Salam alikuwa naye katika Mayahudi, mwambie atoe mkono huyo, asome hayo maneno anayoyaruka hapo. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu Muislamu akawa anaruka maneno, anaruka aya,
akaleta ubabaishaji katika maana na ufahamu wa aya, akatoa katika muongozo ule uliokuja katika aya, bali itakuwa ni ajabu muumini anabeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, alafu thumma lam yahmiluha, na kisha asifanye nini? Asifanyie kazi, asishughulike na kile kitabu. Mtu huyo anakuwa kama thalil himari, anakuwa kama punda tu. Punda yahmilu asfara, anabeba mzigo ambao haumsaidii chochote, hajui faida yake. Hata Waswahili wanasema bwana, wanasema nani ya punda ni mateke bwana, shukrani ya mapunda ni nini? Ni mateke tu bwana. Yani anabeba mzigo maskini ya Mungu, wala hajui una faida gani juu yake. Amebeba madini, dhahabu, lakini maskini ya Mungu kwa sababu hajui kilichopo ndani yake humu, hakimsaidii chochote. Basi ndo mfano wale Mayahudi ambao Taurati ile, mathalul ladhina humilu taurata thumma lam yahmilu, wametajwa Mayahudi hapa, ndo anatajwa kila mmoja ambaye kitabu anakijua, walam yaamalu bihi, na wala afanyii kazi. Tunasoma kila siku mara 17 ya lazima, tunasema ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunakuomba Allah utuongoze, ihdina sirata almustaqima, utuongoze katika njia iliyonyoka, sirata alladhina an'amta, njia ya wale uliowaneemesha, manhum minan nabiyina wasiddiqina washuhadai, katika watu wema, mashahidi, mitume na hivi na wakweli waliokuwa. Ndio tunaomba utupitishe katika njia hii, ghairil maghdubi, sio wale uliowakasirikia. Manhum alladhina yaarifuna alkitaba wala ya'maluna bi, ambao wanaokijua kitabu na wasiofanyia kazi, ambao Mayahudi kule tukisoma alladhi almaghdubi alaihim Mayahudi. Lakini kwa nini wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Liannahum arafu alhaqqa wa lam ya'malu bihi, kwa sababu wao wameijua haki na hawakufanyia kazi. Kwa hiyo mathalul ladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Huu ni mfano mbaya kabisa, huu ni mfano mbaya kabisa wa mtu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunusuru. Ni wajibu wetu kushikamana na kitabu, na ndio maana tunakisoma hiki kila Alhamisi, tunakisoma ili tukifahamu, tusije tukawa kama farasi aliyebeba mzigo usiomsaidia. Tunakisoma, tunafahamishana, tunakumbushana kwamba hiki kitabu hiki majumbani mwetu kipo, kwenye simu zetu zipo, tunacho. Kwa hiyo mathalul ladhi, tusije tukawa kama hao, maana mpaka simu zetu hizi sasa hivi, ukichukua simu yoyote ile, hata vikochokocho zile simu wanazita viswaswadu, siku hizi zina nani vile vile, ukidownload Qur'ani unaikuta vile vile. Mashaallah, Allah amefanya wepesi katika kila nyanja, linaabudu, ili tupate kumwabudu kisawa sawa, tusiwe na sababu yoyote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiki kitabu hiki tunachokibeba kwenye simu zetu, kwenye misa hapa tunayo chungu mzima hapo, zaidi ya 10 hapa ipo, na maeneo mengine majumbani kwetu ipo, na hivi na hivi ipo, kisiende kutuhukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Yeyote atakayepuuzia, wa man ya'shu, atakayepuuzia an dhikri rrahman, na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu shaytana, tunamwekea yeye shaytani, fahuwa lahu fasa, ndo anakuwa mwenzie. Na kweli Qur'ani ukiweka pembeni, shaytani anaingia, anakuvaa kila kona, huna ulinzi, huna chochote. Sasa tahadhari hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa, mathalul ladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah mwenyewe anasema bi'sa mathalul qaumi alladhina, maana yake ni hawa ni watu wakaidi, wamekadhibisha aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu anacho lakini hawafanyii kazi. Bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llahi wallahu la yahdi alqauma dhalim. Allah hawaongozi watu madhalim. Tizama kazi ya hiki kitabu, mtu akifa pale, akilazwa pale kaburini, shekhe anakuja, mashekhe wanatukumbusha kukwambia, fa idha saalaka, watakapokuuliza katika jumla ya maswali atakayouliza, ma imamuka, imamu wako ni nani, kiongozi wako ni nani pale, shekhe anakuambia kabisa bana, hakuna kiongozi mwingine, alquranu imami. Wewe wajibu huko, Qur'ani ndo muongozaji wangu, ndo kiongozi wangu, hakuna kiongozi mwingine. Uache na kila kitu unavyovipenda, wale waliokuwa na kuongoza, uliokuwa masaiba wako, wewe ndo chawa mkubwa, wewe sijui ndo nani, ndo hivi, na yule ndo kiongozi wako, unapiga debe na hivi na hivi, wote wale si chochote si lolote. Al-Qur'an
Lakini Qur'ani itakuwaje kiongozi wako wakati wewe umeipuuza, umekuwa kama punda aliyebeba mzigo ambao wasiouelewa? Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufanye sisi kuwa punda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sisi wenye kuielewa hii Qur'ani na kuifanyia kazi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka. Tumesimamia aya ya 5, insha Allah wiki ijayo tutamalizia aya zilizosalia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, panapo majaliwa insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Stop.